The Abagusi community, I want to take this opportunity kuwashukuru sana kwa kukaribisha viongozi wa opposition katika Kisii County. Inataka niwakushukuru sana kwa kusimama na kijana wetu ambaye alikuwa anaitwa Fred Okengo Matiang'i kwa siku 3 ambazo amekuwa katika Kisii County. The United Opposition wamekuwa wakifanya ziara katika Kisii and Nyamira County ili kuweza kuuza sera za opposition katika Kisii County. But imedhihirika ya kwamba Fred Okengo Matiang'i, in fact, is the kingpin, is the spokesperson of the Abagusi community. Before I continue, just take a minute, subscribe on this channel, Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people. Sasa, wakati opposition wakiongozwa na Fred Okengo Matiang'i, Rigathi Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, and then George Natembeya vile na Peter Munya walikuwa ziara zao katika Kisii County. Na tuweza kuona ya kwamba enyewe Fred Okengo Matiang'i is the kingpin of the Abagusi community. Hata kama kulikuwa na challenges, wafuasi wa Simba Arati, wafuasi wa Silvana Sosoro walikuwa wakihaya goons ili waweze kudeal na supporters wa opposition katika Kisii County. Nataka kuchukua nafasi kuwashukuru the people of Kisii County. Walisema ya kwamba enough is enough. I personally am not a supporter of Fred Okengo Matiang'i. I'm not a supporter of William Ruto. I'm a person who defends the will of the people in this country. But ile maturity in politics iniona katika Kisii County, mimi sikuwa iona siku moja, hata kama I normally diva with Fred Okengo Matiang'i, akichukua mic akitusi President William Ruto. Sikuwa iona siku moja Fred Okengo Matiang'i akichukua mic akitusi Simba Arati. Sikuona hata siku moja akichukua mic akitusi Honorable Silvana Sosoro. But niliona chuzi hizi siku 3 ameweza kuwa ordained kama spokesperson of the Abagusi. Is the kingpin of the Abagusi. Sababu ilidhihirisha ya kwamba despite hizi challenges ambao viongozi walikuwa wanaekea Fred Okengo Matiang'i ili wafuasi wake waweze kupigwa, I want to tell you Kenyans, jamii ya Omogusi iliweza kusimama imara na kusema ya kwamba enough is enough. Hatutakubali viongozi wachache ambao wanatumia pesa ili kuweza kuwaragai the people of Gusii community ili waweze kupigana nao. Walikuwa wanachukua watu, wanawasalimia mzuri, wanachoma gari zao, wakichukua maguns, wanawatandika, wanawaambia enda nyumbani salama. That's the kind of unity we want as the people of Gusii region. Hatutakubali ya kwamba hata kama tunatofautiana kisiasa, mimi si follower wa Fred Okengo Matiang'i, but mimi najaribu kuona ile maturity iko ndani yake. Vile alikuwa ana address watu, ana address media, akienda mahali popote alikuwa anasimama. I can assure you Kenyans, unaweza sema Kenya ule ni kiongozi. Sababu of late tumewitness katika Kisii and Nyamira County, vijana wanapigana, supporters wanapigana. Wakati governor of Kisii County alikuwa opposition, kwa watu walikuwa wanapigana sana. Honorable Soro na Honorable Simba Arati walikuwa wanafight even and again. People were being killed. Youths were losing lives because of this young generation. But wakati niliona Fred Okengo Matiang'i akiongea in a maturity way, in a mannerism way, enyewe nilifulia kofia ngasema kwamba though tunadiva politically, but the kind of leader we need as a country. Me, I've never supported Fred Okengo Matiang'i, and I will never support Fred Okengo Matiang'i because anajua boss wake ariba more than 6 trillion pesa za kufanya maendeleo za wananchi. But ile maturity niliona katika Kisii County. I want to thank the people of Kisii County. Vile alikaribishwa, vile alikuwa ordained, vile alikuwa anafanya rali zake, enyewe ilionyesha kwamba we have a leader. Alisimama kama mwanaume akiongea kwa boma, watu wanatulia. I can assure you ya kwamba from now onwards, the Abagusi community wameweza kuendorse Fred Okengo Matiang'i kwa spokesperson of the Abagusi. Si ile ya Simba Arati alikuwa anajirasimisha kusema ya kwamba yeye ndio spokesperson wa Abagusi. Tuliona ya kwamba huyu jamaa akisimama kidete ya kusema ya kwamba hatutakuwa ati jamii ya Omogusi ndio inakuwa despised, ndio inakuwa inatusiwa kila wakati. Alisimama na kusema ya kwamba he will stand firm for the community ili waweze kudefend the community of the Gusii region. Kitu kingine niliobserve ni kusema ya kwamba aliweza kuintroduce Jubilee Party katika jamii ya Omogusi. Na ukiangalia
tangu Jubilee iwe introduced, tangu iwe na Secretary General mpya, tuone ya kwamba Fred Okengo Matiang'i aliweza kuintroduce Jubilee Party katika Kisii County, na hilo ni jambo la busara sana kulingana na wana Kisii, sababu hata kuwa convince watoke kwa Matiang'i hawawezi. Jamii yote ishaamua ya kusema ya kwamba Fred Okengo Matiang'i is the kingpin of the Abagusi, na tuliona ya kwamba kutoka picha na foto zote uliona mtandaoni kusema ya kwamba watu kutoka Kisii and Nyamira County washa endorse Fred Okengo Matiang'i kwa the spokesperson of the Abagusi. Aliweza kusimama imara na kusema ya kwamba hatakuwa kama wewe ndio governor, hakutakuwa kama wewe ndio mbunge unatumia wana Kisii ili kuweza kupigana, hata kubali kama yeye. Kama ni mbaya, wacha ikae mbaya, sababu haitakaa kwa community ambao vijana wadogo ambao hawana heshima to the community wanaweza kupiga ili jamii iweze kuharibika. I want to thank Fred Okengo Matiang'i for standing with the people of Kisii County despite our challenges in politically, despite misimamo yetu katika kisiasa, but nimemfulia kofia na kumwambia kwamba we need such kind of leaders ambao wanasimama imara na kutetea watu wake. Kenyans, tunataka viongozi kama hawa ambao wako ordained kwa spokesperson, ambao kwanza wanasema ya kwamba Kenya first, alafu interest zao baadaye. I want to take opportunity kuambia kwamba go for this channel, subscribe Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people, for more information. Thank you so much.